أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amir al-Mu'minin ayyadahullahu ta'ala bin Nasrihil Aziz anasema, katika zama hizi Mwenyezi Mungu sawa na ahadi yake na katika ufuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam amemtuma imamu wa zama, Masihi aliyeahidiwa na Mahdi aliyetabiriwa, akimfanya kuwa hakimu mwadilifu. Hakimu mwadilifu ambaye kazi yake kwa mujibu wa mafundisho sahihi ya Islam ilikuwa ya kuwafanya Waislamu wote kuwa umma mmoja, ambaye alikuwa na lengo la kumaliza hitilafu mbalimbali na kurekebisha maelezo yasiyo ya kweli ya madhehebu na makundi tofauti na kuujenga umma mmoja, ambaye alikuwa na wajibu wa kuwawezesha Waislamu wawe na umoja. Basi leo twaona ya kwamba kutoka kila dhehebu la Waislam watu waliotafakari kwa makini na wakajihisi uchungu wa hitilafu zilizopo baina ya madhehebu mbalimbali ya Islam, wakitumia elimu, akili na kwa kufanya maombi, walijiunga na jumuiya ya Al-Masih Maud alayhi wassalam. Na kila mwaka katika idadi ya malaki wanaendelea kujiunga na jumuiya yake. Basi msingi wa kupatikana kwa jumuiya ya Ahmadiyya hautokani na hitilafu na maelezo tofauti kati ya makundi na madhehebu yoyote, bali ni jumuiya ambayo sawa na bishara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa mujibu wa ahadi ya Mwenyezi Mungu imeanzishwa na mtumishi mkweli wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika zama hizi za mwisho, ambayo kwa kufanya bayati ya Al-Masih Maud alayhi wassalam na kumaliza hitilafu zilizopo baina ya Mashia na Masuni au zipo kati ya madhehebu mbalimbali, imejifanya kuwa umma mmoja. Kwa kuwafahamisha Waislamu kuhusu mafundisho sahihi na ya kweli ya Islam, itawafanya wawe na umoja. Hiyo ni shabaha ambayo Masihi Maud alayhi wassalam alikuja nayo, na ndiyo shabaha hasa ambayo kwa ajili ya kuitimiza shabaha hiyo kwa amri ya Allah alianzisha jumuiya yake,
na kwa ajili ya kutekeleza kazi hii Mwenyezi Mungu akamwamrisha kwa kupitia ufunuo wake kwamba Waislamu wote waliopo juu ya ardhi hii wakusanye kwa pamoja juu ya dini moja. Basi kazi hiyo ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa amemkabidhi ni kazi hiyo hiyo ambayo baada yake kwa kujiunga na ukhalifa na kuja katika bayati yake ni kazi ya jamaati yake. Na hii ndiyo kazi ambayo sisi kwa fadhili za Allah tunaendelea kuifanya tangu miaka 130 au pale ilipoanza nizamu ya ukhalifa. Yani tunaendelea kuifanya tangu miaka 112 na hapo kabla Al-Masih Maud alayhi wassalam akaifanya kazi hii. Na sio Waislamu pekee ambao tunaendelea kuwafahamisha kuhusu mafundisho sahihi ya Qur'ani tukufu, sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na hadithi za Nabii sallallahu alaihi wasallam kama yalivyoelezwa na imamu wa zama aliye hakimu mwadilifu, bali tunawaelimisha na kuwafahamisha watu wasiokuwa Waislam kuhusu mafundisho mazuri ya Islam, na hivyo tunaendelea kujaribu kuwaleta katika dini tukufu ya Islam. Basi jumuiya hii ya Masih Maud alayhi wassalam aliyekuwa hakimu mwadilifu imepatikana kwa lengo la kumaliza hitilafu zote, na licha ya kukabiliana na pingamizi, kesi, mateso na matusi mbalimbali, ujumbe utokao kutoka kwetu unakuwa ujumbe wa amani na usalama na maombi tu. Kwa yakini hatutaacha kusambaza haki na kusema kile kilicho kweli, na kwa ajili yake tunaendelea kujitolea. Hatujawahi kujiingiza katika mambo ya matusi, wala hatutafanya hivyo katika siku za usoni. Jumuiya za Mungu huwa zinapingwa na zinakabiliana na mateso mbalimbali, lakini mwishowe Mwenyezi Mungu huzijaalia ushindi. Tunafanya maombi, na kama nisemavyo, tutaendelea kufanya juhudi ya kuwafikishia watu wa kila nchi na kila dini ujumbe wa imamu wa zama. Lakini nawaambia Waislamu wa kawaida walio na tabia njema, wenye kutafuta haki na wanaotamani kumaliza fitina na ufisadi, na walio na elimu na akili, ya kwamba walifikirie jambo hili, ya kwamba tangu karne nyingi, mkiacha miongo kadhaa ya mwanzoni tu, Waislamu wakijiingiza katika hitilafu mbalimbali wameendelea kuzofisha umoja na muunganiko wao. Siku hizi tupo katika mwezi wa Muharram ambao ni mwezi wa kwanza wa kalenda ya Islam. Mwaka wa Kirumi waanzapo huwa tunatakiana kheri ya mwaka mpya, lakini kwa bahati mbaya, na hii ni bahati mbaya, ya kwamba mwaka wa Kiislam unapoanza, kutokana na kuwepo kwa utengano huo, kunatokea mauaji katika nchi mbalimbali za Kiislamu. Dini ambayo ni dini ya amani na usalama, na ndiyo dini yenye kutoa mafunzo bora kabisa ya amani, kwa nini waumini wa dini hiyo wanaanza mwaka wao kwa kufanya ufisadi na mauaji?
tunatakiwa kutafakari na tunapaswa kujibadilisha. Yatupasa kuona kwamba kwa namna gani na kwa njia gani tukiwafanya Waislamu kuwa na umoja tunaweza kuzimaliza ufisadi na ugaidi huo. Tunatakiwa kufikiri kwamba ikiwa kiongozi wetu Hazrat Khatam al-Anbiya Muhammad mteule sallallahu alaihi wasallam, ikiwa mwanzoni mwa Islam pale maendeleo yalipokuwa yamepatikana, alikuwa ametoa habari ya kutokea kwa zama zenye giza, basi pamoja na hayo alikuwa ametoa habari njema vile vile ya kwamba ukhalifa utapatikana chini ya msingi wa unabii, swala ambalo lilikuwa limewatenganisha Waislamu. Swala hilo hilo katika zama za mwisho baada ya upatikanaji wa ukhalifa chini ya msingi wa unabii litakuwa sababu ya kuwaunganisha Waislamu na litakuwa ishara ingayo ya mshikamano na maendeleo ya Waislamu. Basi pale hali yenyewe inapojieleza ya kwamba hii ni zama ile na alama zilizokuwa zimeelezwa na Qur'ani tukufu na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinaendelea kutimia au zimekwisha timia tayari, sasa kwa nini hatumtafuti yule hakimu mwadilifu na mtumishi mkweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ni mwenye kuzimaliza hitilafu za mashia na masuni na madhehebu mengine na kutufanya kuwa kitu kimoja? Na tusiwafuate maulamaa wa kijina walio vipofu wa kiroho ambao wanaendelea kuzama wenyewe na pamoja nao wanaendelea kujaribu kuwazamisha idadi kubwa ya Waislamu. Angalieni alama zilizoelezwa na Qur'ani tukufu na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilipotimia, basi yatupasa kuangalia kwamba huyu ni nani tunatakiwa kumtafuta. Ni nani huyu ambaye amefanywa kuwa njia ya kuhuisha Islam na ameteuliwa na Allah? Mtu fulani anatakiwa awepo. Sisi wa Ahmadiyya tuasema ya kwamba huyo ni mwanzilishi wa jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad wa Qadian alayhi salam, ambaye amekabidhiwa na Allah kazi hii ya kuhuisha Islam, na ndiye mtu ambaye kwa kumpitia yeye Mwenyezi Mungu anaendelea kuhuisha Islam au atahuisha Islam, ambaye atazibadilisha gomwi na fisadi katika usalama na amani. Basi ikiwa akili tunayo, yatupasa kuangalia kwamba tusije tukaufanya mwezi huu wa Muharram kuwa mwezi wa kuomboleza au kuonesha baghuzi, vinyongo na hasira zetu tu, na tusiutumie kama njia ya kuonesha hisia zetu pekee, bali tuufanye mwezi huu uwe mwezi wa kupendana na kuhurumiana, na tutafute na tufuate mafunzo ya kweli ambayo ni mafundisho ya Islam, na tumfuate kiongozi ambaye katika zama hizi Mwenyezi Mungu amemjalia daraja ya hakimu na mwadilifu. Ndipo twaweza kuitwa Waislamu wa kweli, ndipo twaweza kuifanya dunia itufuate sisi. Al-Masih Maud alayhi wassalam safari moja akimfahamisha ulama mmoja akasema, nafasi yangu si kama inavyokuwa nafasi ya ulama fulani, bali daraja yangu ni ile ambayo mitume wanakuwa nayo. Niamini kama mtu wa mbinguni, kisha malumbano na mabishano yote yatokayo kati ya Waislam yanaweza kuisha mara moja. Mtu atokaye kwa Allah akiwa hakimu
maana atakazozieleza yeye ndizo zitakuwa sahihi, na hadisi ambayo yeye atasema kwamba ni sahihi ndiyo itakuwa sahihi. Waila, ebu angalia malumbano baina ya mashia na masuni hayajatatuliwa hadi leo. Mashia ikiwa wanafanya tabarra, yani wanawakaripia makhalifa watatu na wanatumia maneno yasiyofaa dhidi yao, basi wapo katika kundi jingine ambao wanasema kinyume cha heshima ya Hazrat Ali ya kwamba bar khilafat dilash base mail lik Abu Bakr shud darmiya hail, yani moyo wake ulitamani sana kupata ukhalifa, lakini Abu Bakr akaingilia kati. Sayyidina Ahmad Islam anasema, lakini mimi nasema ya kwamba maadamu kwa kuacha tabia yao hawataona kwa kupitia mtazamo wangu, hawataweza kuifikia haki. Ikiwa watu hawa wamekosa yakini, basi angalau wawe na imani kwamba siku moja watakufa, na baada ya kufa mtu hawezi kujiokoa na uchafu. Mtu atakufa na baada ya kifo chake hataweza kujiokoa na uchafu. Mtu mwema asipopenda matusi, sasa kwa namna gani ibada ya Mwenyezi Mungu inaweza kufanywa vizuri? Yani ikiwa binadamu anafanya mambo mabaya na anafanya zulma, basi ibada yake haiwezi kuwa ibada kweli mbele ya Mwenyezi Mungu. Akasema, ndiyo maana na ndiyo sababu mimi nasema kwamba njoni kwangu, nisikilizeni ili muone ukweli. Tubuni kweli kweli ili muwe waumini wa kweli, na kanzu hii ya mambo hovyo na itikadi batili mlioivaa vueni na tubeni kweli kweli, ndipo mnaweza kuwa waumini. Kisha imamu mnayemsubiri mimi nasema kwamba ndiye mimi, hivyo ushahidi wake mupate kutoka kwangu. Basi huo ni uhakika ambao unaweza kutuelimisha kuhusu dini ya kweli, ya kwamba tumalize mabishano na malumbano yetu, kisha tuelekee kwa Allah na tumuombe, tufanye toba ya kweli. Na hayo yote yanaweza kutokea pale ambapo tutasafisha mioyo yetu na kila aina ya uchafu, na kwa moyo wote tutasafisha mioyo yetu na kila uchafu, na tutainama mbele ya Mwenyezi Mungu. Kisha Mwenyezi Mungu atatuongoza ipasavyo kwenye njia iliyonyoka. Al-Masih Maud alayhi wassalam ameeleza hivi cheo na nafasi na daraja za makhalifa wa Islam. Huzur anasema, mimi najua ya kwamba hakuna mtu awezaye kuwa muumini na muislamu hadi ashike rangi ya Abu Bakar, Umar, Uthman na Ali radhiyallahu anhum. Walikuwa hawaipendi dunia, bali walikuwa wamejitolea maisha yao katika njia ya Allah. Basi hiyo ni daraja ya makhalifa iliyoelezwa na Al-Masih Maud alayhi wassalam, ya kwamba ili mtu awe muumini mkweli na muislamu mkweli, anatakiwa kuwafanya makhalifa wanne kuwa mfano kwake. Na ikitokea hivi, basi mjadala wa madhehebu na makundi utakuwa umekwisha kabisa. Basi hii ndiyo itikadi ya jumuiya ya Ahmadiyya, ya kwamba hawa wote ni mfano kwa ajili yetu. Sasa kama itikadi ndiyo hii, basi je,
haitabaki jumuiya ya Ahmadiyya pekee ambayo ikimaliza tofauti za Waislamu na iwe jumuiya yenye kuleta umoja baina yao. Makhalifa wote wana daraja na cheo chao. Hazrat Masih Maud alayhi wassalam ameeleza daraja ya kila khalifa kwa mapana na marefu katika sehemu mbalimbali ili tuweze kutambua cheo chao na ili tuweze kujua na kufahamu nafasi na cheo cha kila khalifa. Na weka mbele yenu baadhi ya nukuu ili wanajumuiya wapya na vijana pia waelewe kwamba sisi tuna itikadi gani na imani yetu ni nini. Hazrat Masih Maud alayhi wassalam anasema hata katika zama za Hazrat Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu, mwanzoni mwa zama yake, Musailma kwa kutumia udanganifu wake alikuwa amewakusanya watu akieleza maelezo yasiyo sahihi na kuhalalisha mambo yaliyo haramu, na kwa ajili ya kuwakusanya watu alikuwa amewafanya wamfuate yeye. Akasema katika wakati huo Hazrat Abubakar Siddiq akachaguliwa kuwa khalifa. Je, mtu anaweza kufikiri kwamba atakuwa amezipata shida kiasi gani ikiwa asingekuwa na moyo madhubuti na asingekuwa na rangi ya imani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika imani yake? Angepata shida kubwa na angepata hofu. Lakini Siddiq alikuwa na kivuli cha Mtume sallallahu alaihi wasallam na athari ya hulka zake zilikuwa zimemwathiri na moyo wake ulikuwa umejaa nuru ya yakini. Hivyo akaonesha ushujaa na uimara ambao baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni vigumu kupata mfano wake. Maisha yake yalikuwa maisha ya Islam. Hili ni swala lisilohitaji mjadala mrefu. Someni hali za zama zile na kisha huduma ambazo Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu akazitoa kwa ajili ya Islam muzikadirie. Mimi nasema kweli kweli ya kwamba Abubakar Siddiq ni Adamu wa pili wa Islam. Nina imani kwamba ikiwa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam asingekuwepo dhati ya Abubakar Siddiq, basi Islam pia isingekuwepo. Yani wakati huo kwa ajili ya kuisalimisha Islam na mashambulio ya maadui na kwa ajili ya kuitunza sheria, Mwenyezi Mungu akamuinua Abubakar Siddiq. Naye kutokana na malezi mahsus aliyokuwa ameyapata kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa sababu ya uhusiano wake maalum na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaihuisha Islam na akapata ushindi juu ya maadui wote. Akasema Abubakar Siddiq alitufanya hisani kubwa ya kwamba akasimamisha Islam kwa mara ya tena, na kutokana na nguvu ya imani yake akawaadhibu waasi wote na akastawisha amani, na akafanya kama Mwenyezi Mungu alivyokuwa akisema na akiahidi kwamba mimi kwa kumpitia khalifa mkweli nitastawisha amani. Bishara hiyo ikapata kutimia juu ya ukhalifa wa Abubakar Siddiq, na mbingu na ardhi kwa matendo vikatoa ushahidi. Basi hiyo ni sifa ya Siddiq ya kwamba anatakiwa awe na ukweli wa aina hii ambao uwe umefikia ukamilifu wake. Kisha akieleza sifa ya daraja za Umar, Sayyidina Ahmad al-Islam anasema, je, mnatambua daraja ya Umar ya kwamba ilikuwa kubwa kiasi gani katika maswahaba? Hadi wakati mwingine sawa na rai yake aya ya Qur'ani tukufu ilikuwa ikitirimka, na ipo hadithi katika haki yake isemayo kwamba shetani anakikimbia kivuli cha Umar. Hadithi ya pili inasema kuwa ikiwa angekuwepo nabii baada yangu basi angekuwa Umar.
Hadisi ya tatu ni kwamba wamepatikana muhaddisin katika umma zilizopita. Ikiwa katika umma huu kuna muhaddis, basi ni Umar. Kisha sehemu moja akieleza kwa jumla kuhusu Abubakar, Umar na Uthman alisema, Mola wangu amenidhihirishia kwamba Siddiq na Faruk na Uthman walikuwa wema na waumini na wakatokana na watu ambao Mwenyezi Mungu akawachagua na wakajaaliwa neema makhsus za Mungu mwenye rehema, na wengi walio na maarifa wakatoa ushahidi wa sifa zao. Nao kwa ajili ya kupata ridhaa ya Allah wakaacha nchi na wakaingia katika tanuri la kila vita, na hawakujali joto la msimu wa kiangazi na baridi ya usiku wa kipupwe, bali mithili ya vijana wakaendelea kukanyaga njia za dini, na hawakuelekea kwa jamaa zao na watu wengine, na kwa ajili ya Allah Mola wa ulimwengu wakawaacha wote. Matendo yao yananukia na yamejaa na harufu nzuri, na hayo yote yanatuelekeza kwenye bustani za mema yao na viunga vya daraja zao, na upepo wao wa asubuhi kutokana na kuvuma kwake unatujulisha kuhusu siri zao na nuru zao. Kwa mwanga wote zina dhihiri juu yetu. Huzur anasema kwamba nukuu hizi ni somazo ni ya kitabu cha Sirul Khilafa ambacho ni kitabu katika lugha ya Kiarabu. Wafasiri wa Kiarabu labda muda huu hawataweza kufasiri ipasavyo, hivyo kwenye marudio yake wazipate nukuu kutoka kitabu chenyewe na wazisome. Akieleza sifa na daraja ya Hazrat Ali al-Masih Maud al-Islam anasema, yeye radhiyallahu anhu alikuwa mcha Mungu mtukufu mwenye tabia njema, na alikuwa miongoni mwa watu ambao wanakuwa wapendwa wa Mwenyezi Mungu mwenye rehema, na alikuwa miongoni mwa wateule wa kaumu na viongozi wa zama. Yeye alikuwa simba wa Mungu mwenye mamlaka na mtu mkarimu mwenye moyo safi. Alikuwa shujaa na jasiri ya aina yake, ambao katika uwanja wa vita hawaachi mahala pao hata kama mbele yao jeshi zima la maadui liwepo. Yeye akaishi maisha ya unyonge na akafikia daraja ya juu ya kujitenga na dunia. Yeye katika kujitolea mali kuwaondolea watu huzuni na ghamu, na kwenye kuwajulia hali mayatima, maskini na majirani, alikuwa na daraja ya kwanza. Katika vita alikuwa ameonyesha ujasiri na ushujaa wake. Katika vita vya mishale na upanga, matukio ya ajabu yalikuwa yakitokea kutoka kwake. Pamoja na hayo, matamshi yake yalikuwa matamu mno, na alikuwa na fasaha katika lugha. Maongezi yake yalikuwa yanapenya mioyoni na yalikuwa yakisafisha kutu za vichwa, na kutokana na nuru ya hoja zake uso wake ulikuwa unang'aa. Yeye alikuwa amejaaliwa uwezo mzuri wa kujieleza, na mtu aliyekuwa akishindana naye alikuwa anashindwa na kumwomba radhi. Yeye katika kila sifa na kwenye njia zote za fasaha na balagha alikuwa na ukamilifu, na mtu aliyekataa kukubali ukamilifu wake akashika njia isiyofaa. Kisha Al-Masih Maud al-Islam akieleza cheo cha Hazrat Ali na ukhalifa wake anasema, hakuna shaka ndani yake kwamba Hazrat Ali alikuwa mtarajiwa wa watafutaji wa haki na mfano kwa wakarimu, na kwa waja wa Mungu alikuwa ishara na hoja ya Mungu, na katika watu wa zama yake alikuwa mtu bora kabisa, na kwa ajili ya kuzinawarisha nchi mbalimbali alikuwa nuru ya Allah. Lakini
zama za ukhalifa wake hazikuwa zama za usalama na amani, bali zilikuwa zama za fitina na zulma nyingi. Watu wa kawaida walikuwa wakihitilafiana kuhusu ukhalifa wake na Ibn Abi Sufyan, na walikuwa wakiwaona kwa mshangao, na baadhi yao walikuwa wanawachukulia kama nyota mbili ziitwazo Farkat za mbinguni, na katika daraja walikuwa wanawachukulia wakiwa na usawa. Lakini ukweli ndio huu kwamba haki ilikuwa kwa Hazrat Ali Murtaza, na katika zama yake yule aliyepigana naye vita akaasi na akakaidi. Kisha Hazrat Masih Maud al-Islam akieleza habari za makhalifa wote wanne, jinsi walivyotimiza haki za amana ya kuilinda Qurani tukufu na Islam, anasema itikadi hii ni muhimu kwamba Hazrat Abubakar na Hazrat Umar Farooq radhiyallahu anhum na Hazrat Uthman Zunnurain radhiyallahu anhu na Hazrat Ali Murtaza radhiyallahu anhu, wote kwa pamoja, wote kwa kweli walikuwa waaminifu katika dini. Abu Bakar radhiyallahu anhu ambaye ni Adamu wa pili wa Islam, na vivyo hivyo Hazrat Umar Farooq na Hazrat Uthman radhiyallahu anhuma, ikiwa wasingekuwa waaminifu katika dini, basi leo ingekuwa vigumu kwetu kuinasibisha hata aya moja ya Qur'ani tukufu na Allah. Kisha akieleza sifa za makhalifa wote wanne, Al-Masih Maud rasulullah anasema, na apa kwa Mungu, hawa ni watu ambao kwa ajili ya kumsaidia mbora wa manabii sallallahu alaihi wasallam walisimama imara katika viwanja vya vita, na kwa ajili ya Allah wakawaacha baba na watoto wao, na kwa panga zenye ncha kali wakawafanya vipande vipande, na wakapigana vita na wapendwa wao, na wakakata shingo zao katika njia ya Allah, wakatoa mali zao na nafsi zao. Lakini hata hivyo, kwa kuona matendo yao kama si kitu chochote, walikuwa wanalia machozi na walikuwa wanajisikia majuto. Walikuwa hawana ufahari wowote kwamba tumefanya mema yoyote, na macho yao hayakuonja ladha ya usingizi, yani hawakulala kwa usingizi mzito, isipokuwa kwa muda mfupi tu ambao ni haki ya nafsi, wala hawakuwa na tamaa ya dunia. Basi kivipi mnaweza kudhani kwamba wao walikuwa wakizulumu na kunyang'anya mali, na walikuwa hawafanyi uadilifu, na walikuwa wakiwatesa wengine? Na habari hii imeshathibitika tayari kwamba walikuwa wameshajitenga na tamaa za nafsi, na muda wote walikuwa wakijitupa kwenye kizingiti cha Allah, na walikuwa watu ambao walikuwa wameshajimaliza katika njia ya Allah. Basi huo ni ule uelewa wa nafasi na daraja za makhalifa wanne ambao Al-Masih al-Islam ametupatia, na ndiyo daraja ambayo kila muislamu atakapowatolea watukufu hawa ndipo atatajwa kuwa muislamu mkweli, na akimaliza hitilafu zote atajifanya kuwa sehemu ya umma mmoja. Waila hitilafu zetu hazitaisaidia Islam, isipokuwa maadui watajinufaisha na hitilafu hizo, na tayari wanaendelea kupata faida zake. Siku hizi tuaona wazi hivyo. Katika zama hizi, ikiwa ipo huduma inayoweza kutolewa kwa ajili ya Islam, na ikiwa lipo tumaini la kuilinda Islam, basi kwa kujiunganisha na Jariullah huyu tu linaweza kutimia, ambaye katika zama hizi Mwenyezi Mungu amemtuma kwa ajili ya kazi hii. Kama nisemavyo, siku hizi tunaendelea na mwezi wa Muharram. Kesho kutwa kutakuwa na tarehe 10 ya mwezi huu, siku ambapo kuhusiana na tukio la kuuawa shahidi kwa Hazrat Imam Hussein, Mashia wanaonesha hisia zao. Kwa yakini kitendo hiki kilikuwa cha kikatili, jinsi Imam Hussein alivyouawa shahidi. Mashia wanapoeleza hisia hizi
au katika siku za kawaida hisia zinazoonyeshwa na mashia kuhusu Imam Hussein na Hazrat Ali, basi inaeleweka kwamba labda sisi au Masihi Maud alayhi wassalam au jumuiya yake hawajatambua daraja ya familia ya unabii. Muda wote jumuiya imeendelea kuondoa na kujibu shutuma hiyo. Masihi Maud alayhi wassalam kama alivyoeleza kuhusu Ali, na muda si mrefu nimeweka mbele yenu nukuu zake zinazofafanua vizuri ya kwamba Hazrat Ali radhiyallahu anhu alikuwa na nafasi gani mbele ya Masihi Maud alayhi wasallam. Lakini pamoja na hayo, sisi twaamini kwamba makhalifa wengine watatu pia walikuwa juu ya haki. Katika muda huu nitaweka mbele yenu baadhi ya maandishi ya Masihi Maud alayhi wasallam yanayoeleza wazi kwamba Masihi Maud alayhi wasallam alikuwa anaelewa nini kuhusu umuhimu na upendo na nafasi ya familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na pia nasaha gani ameitolea kwa jumuiya yake. Al-Masih Maud alayhi wasallam katika kitabu chake cha Sirul Khilafa ameeleza kuhusu Ali na familia tukufu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuhusu Ali alisema yeye alikuwa anatoa nasaha ya kuwahurumia wanyonge na alikuwa anaamrisha kuwalisha maskini. Alikuwa miongoni mwa wapendwa wa Mwenyezi Mungu, na pamoja na hayo alikuwa ametangulia kati ya wale walionyweshwa kinywaji cha maarifa ya Qur'ani tukufu. Alikuwa amejawa na maarifa ya Qur'ani tukufu na alikuwa amepatiwa uelewa na ujuzi wa ajabu wa Qur'ani tukufu. Akasema kwamba mimi nikamwona Hazrat Ali katika hali ya ruya nilipokuwa macho na nikakutana naye. Kisha katika hali hiyo hiyo ya ruya Hazrat Ali akanipatia tafsiri ya kitabu cha Allah na akasema kwamba hiyo ni tafsiri yangu na sasa nakupa wewe, basi ubarikiwe kwa hilo. Hapo nikachukua tafsiri ile na nikamshukuru Mwenyezi Mungu aliyemtoaji na mwenye mamlaka, na nikamkuta Hazrat Ali radhiyallahu anhu akiwa na hulka njema na tabia nzuri, mnyenyekevu, mpole na mwenye nuru. Na nasema kwa kuapa kwa Allah kwamba yeye akakutana nami kwa mapenzi makubwa, na nikaambiwa kwamba yeye ananijua na anajua itikadi yangu, na hitilafu ambalo nina hitilafiana na mashia katika itikadi yangu yeye anaijua. Lakini hata hivyo hakuonesha hisia yoyote ya kuichukia wala hakujiepusha nami, bali akakutana nami kwa upendo mkubwa na akanipenda mno, na akaonesha mapenzi yake kama wanavyoonesha watu wenye moyo safi. Na pamoja naye walikuwepo Hasan na Hussein, wote wawili, na Sayyid Rusul Khataman Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Na pamoja nao alikuwepo mama mmoja aliye mwema, mwenye baraka, mtakatifu, mheshimiwa, ambaye alikuwa na nuru iliyo wazi, ambaye nikamkuta akiwa amejaa na huzuni, lakini alikuwa ameificha huzuni hiyo. Nami nikaambiwa kwamba huyo ni Hazrat Fatimatu Zuhra radhiyallahu anha, naye akaja kwangu na akaketi karibu nami na akaweka kichwa changu juu ya mapaja yake na akanihurumia, na nikamwona ya kwamba alikuwa amehuzunishwa sana na ghamu fulani, na alikuwa ameonyesha upendo na mapenzi yake
na kujisikia uchungu kama ambavyo mama mzazi anavyojisikia uchungu wa mateso ya watoto wake. Khalifa mtukufu anasema kwamba mashekh walio na fikra mbaya wanaleta shutma juu ya maneno yake asemavyo kwamba Fatuma akaweka kichwa changu juu ya mapaja yake, ilhali hiyo ni njia ya kuonesha mapenzi kama mama mzazi anavyoonesha kwa mtoto wake. Lakini tuseme nini kwa hawa walio na fikra mbaya? Na hata waislamu wa kawaida wanawasikiliza na wanafahamu hivi kwamba Mungu apishe mbali Masihi Maula sallallahu alaihi wasallam amemfedhehesha Fatuma, ilhali huko mbele anasema kwamba alikuwa akinitendea kama ambavyo mama mzazi anavyowatendea kwa kizazi chake. Kisha anasema nikafahamishwa kuwa katika swala la dini nafasi yangu kwa Fatuma ni nafasi ya mwana wake, na nikapata wazo kwamba huzuni yake imetokana na ile zulma nitakayoiona kutoka kwa watu na maadui wa kaumu yangu. Yani Fatuma alikuwa amehuzunishwa ya kwamba mwana wangu atalazimika kukabiliana na zulma hii. Kisha Hasan na Hussein wakaja karibu nami na wakazihirisha hisia za udugu na wakakutana nami kwa upendo mkubwa kama wawe ndugu yangu. Na miaka mingi imepita nilipoiona ruya hiyo, na nina uhusiano maalum na Hazrat Ali na Hazrat Hussein, na hakuna anayeujua uhusiano huo isipokuwa Mola wa Mashariki na Magharibi. Nami nawapenda Hazrat Ali na watoto wake, na Ali adui wao ni adui yangu, na mimi si miongoni mwa wale wafanyao zulma, wala siwezi kujiepusha nacho kile alichonizihirishia Allah, wala si kati ya wale warukao mipaka. Kisha Masihi Maula sallallahu alaihi wasallam anasema, shairi hii niliyoiandika katika kumsifu Imam Hussein au yale nielezayo kuhusu Isa alayhi salam sikuandika kutoka kwangu, bali nimefunuliwa na Allah. Ni mtu mbaya mno ambaye anayasema mabaya kuhusu watukufu wa Allah. Nina imani kwamba mtu ambaye anazana mbaya kuhusu Hussein na Isa hawezi kuishi hata kwa usiku mmoja. Na waid man ada waliyan li, Mwenyezi Mungu anamkamata haraka. Basi amebarikiwa yule anayefahamu mambo ya mbinguni na anatafakari juu ya hikma za Allah. Sayyidina Ahmad al-Islam ameeleza kumbukumbu ya hadisi, na muradi wake ni kwamba man ada li waliyan faqad azantuhu bilharb, yani yule aliye adui wa wali wangu, basi nimetangaza kupigana naye vita. Khalifa mtukufu anasema kwamba mtu anapompenda mtu fulani na pale anapoeleza mapenzi haya katika kikao cha nyumbani, pale ambapo watu wa nje wanakuwa hawapo, basi mapenzi haya yanakuwa sauti itokayo moyoni. Ijapokuwa mtu mtakatifu ambaye Mungu amemjalia daraja, kila neno lake linatoka moyoni mwake. Lakini mwenye kuleta shutma aelewe kwamba Sayyidina Ahmad alayhi wasallam alikuwa na mapenzi kiasi gani na kizazi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hali ya mapenzi yake hakueleza katika vitabu vyake tu, au hakueleza hisia za mapenzi ya kizazi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kuonesha wengine, bali hata akiwa nyumbani akiketi pamoja na watoto wake pia akaonesha mapenzi haya. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radhiyallahu anhu anasimulia kwamba kutokana na mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Al-Masih Maula sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawapenda sana kizazi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake. Safari moja katika mwezi wa Muharram, Al-Masih Maula sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anapumzika katika bustani yake, akawaita
dada yetu Bi Mubaraka na mdogo wetu Mubarak Ahmad, na akasema njoni niwasimulieni kisa cha Muharram. Kisha kwa huzuni kubwa akawasimulia matukio ya kuuawa shahidi ya Imam Hussein radhiyallahu anhu. Alikuwa akiwasimulia ilhali macho yake yalikuwa yakitiririsha machozi, naye kwa vidole vyake alikuwa anafuta machozi yake. Baada ya kumaliza masimulizi haya yenye machungu, akasema kwa uchungu mkubwa kwamba Yazidi mchafuzi akamtendea mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa zulma, lakini muda si mrefu Mwenyezi Mungu pia akawakamata wazalimu wote. Wakati ule alikuwa ameshikwa na hisia za ajabu, na kutokana na kufikiria tukio la kuuawa kwa mpendwa huyo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, moyo wake ulikuwa umekosa utulivu, na hayo yote yakatokana na mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuhusiana na hilo, Nawab Mubaraka Begum sahiba pia anaeleza akisema kwamba siku moja Al-Masih Maula sallam alipokuwa akipumzika juu ya kitanda katika bustani, mimi na Mubarak tukaleta kobe ili tumuoneshe. Huzur akasema njoni niwasimulieni kisa cha Muharram. Kisha anasema tukakaa karibu naye. Hiyo ilikuwa ashara ya kwanza ya Muharram. Al-Masih Maula sallam akaanza kutusimulia matukio ya kuuawa shahidi ya Imam Hussein. Akasema yeye alikuwa mjukuu wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, ambaye wanafiki na wazalimu wakamua shahidi katika uwanja wa Karbala. Kisha akasema siku ile mbingu ukawa mwekundu, na katika siku 40 tu na katika siku 40 tu adhabu ya Mungu ikawakamata wauaji wote. Mwingine akafa kwa ukoma na mwingine akapata adhabu nyingine. Alipokuwa akimtaja Yazidi, alikuwa anamtaja kwa jina la Yazid mchafuzi. Alikuwa ametusimulia masimulizi marefu, na hali yake ikawa hivi kwamba alikuwa ameshikwa na huzuni, huko machozi yake yalikuwa yanatiririsha machoni mwake, na yeye alikuwa anafuta kwa kidole chake cha shahada. Mtu anaposikiliza simulizi la zulma hiyo huwa anashikwa na hisia za ajabu na mwili wake unasisimka. Maadui walipomzingira, Imam Hussein akaelekeza farasi yake upande wa mto wa Farat na akajaribu kumwelekeza. Hapo akazuiwa njiani, ndipo mtu mmoja akamrushia mshale ambapo ukaja kujeruhi kidevu chake na akajeruhiwa vibaya. Kisha washambuliaji wakamshambulia zaidi na wakamua shahidi. Msimuliaji anasema kuwa kabla ya kifo nilimsikia Imam Hussein akisema, naapa kwa Allah, Mwenyezi Mungu amewakasirikieni sana juu ya mauaji yangu. Kisha akasema, wallah, natumai kwamba Mungu atawazalilisheni na atanijalia kwa rehema yake, na jinsi atakavyolipiza kisasi kutoka kwenu kwa kuona adhabu yake mtashikwa na butwa. Wazalimu hawa wakamtendea kwa zulma na wakaitendea familia yake kwa zulma kubwa. Kisha wakapora mali zao na wakawazalilisha wanawake wao, na baada ya kumua shahidi hat Imam Hussein wakafedhehisha maiti yake, na wapanda farasi 10 wakawa tayari, ambao wakapita juu ya maiti yake wakimkanyaga kwa miguu ya farasi zao na wakavunja mifupa ya mgongo wake. Sawa na riwaya moja, mwilini mwake mlikuwa na majeraha 33 ya mkuki na majeraha 43 ya upanga, na kulikuwa na majeraha mengine ya mishale. Kisha wakakata kichwa chake na wakapeleka kwa gavana, na kisha kichwa hicho kikawekwa mjini Kufa. Ni zulma kubwa, hata adui mkali hafanyi hivyo. Nimeeleza kwa kifupi tu.
wa illa halmasihi maud alaihissalam alipokuwa akieleza alikuwa ameeleza huko analia machozi. Basi kivipi wanaweza kusema kwamba Mungu apishe mbali, hatupendi familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na hatutambui upendo huo? Bali safari moja Hazrat Maula sallam alisema alipopata taarifa kwamba mtu fulani ametamka maneno mabaya kuhusu Imam Hussein, akasema iwe wazi kwamba kwa kupitia kadi moja ya posta nimepata taarifa ya kwamba baadhi ya watu wapumbavu wanaojihisabu katika jumuiya yangu wanasema maneno mabaya kuhusu Imam Hussein, ya kwamba Mungu apishe mbali Hussein kwa sababu ya kutokufanya bayati ya khalifa wa zama, yani Yazid alikuwa amefanya uasi na Yazid alikuwa juu ya haki. Sayyidina Ahmad alayhisalam akasema lanatullahi alal kazibin, Mungu awalaani waongo. Siwezi kuamini kwamba mtu fulani wa jumuiya yangu atakuwa amenena hayo, lakini sambamba na hilo nafikiri kuwa kwa kuwa mashia wengi wamenijumuisha katika matusi yao, hivyo inawezekana kwamba mtu fulani asiye na akili timamu atakuwa amesema jambo fulani kwa kuwajibu mashia, kama ambavyo baadhi ya wakati Waislamu wasio na ujuzi wanapojadiliana na Mkristo fulani ambaye anamfedhehesha Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi nao pia wanatamka maneno makali dhidi ya Isa bin Maryam. Kwa vyovyote vile, mimi kwa kupitia tangazo hili na wajulisha wanajamati wangu ya kwamba sisi tuna imani ya kuwa Yazid alikuwa mtu mbaya, mchafuzi, mdudu wa dunia na mzalimu, na alikuwa hana hata chembe cha imani ndani mwake. Kuwa muumini si jambo rahisi. Mwenyezi Mungu kuhusiana na watu wa namna hii anasema, qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Muumini ni wale ambao matendo yao yanatoa shahada juu ya imani yao na imani huendikwa moyoni mwao, nao wanatanguliza ridhaa ya Allah juu ya vitu vyote, na kwa ajili ya Allah wanashika njia nyembamba za uchamungu na wanajimaliza katika mapenzi yake na kila kitu kinachosimama baina yao na Mungu wao, hata kama kiwe katika hali za kihulka au yawe matendo mabaya au uzembe au uvivu, yote wanajiepusha nayo. Lakini Yazid mwenye bahati mbaya alikuwa amekosa yote na mapenzi ya dunia yalikuwa yamempofuka, lakini Hussein bila shaka alikuwa mtakatifu, na hakuna shaka kwamba yeye alikuwa miongoni mwa wateule ambao Mungu anawatakasa kwa mkono wake na anawajaza kwa mapenzi yake, na bila shaka akawa miongoni mwa viongozi wa pepo. Na kumhusu yeye kuwa na kinyongo na kama kupoteza imani na uchamungu, mapenzi ya Allah, subira, uimara, utakaso na ibada ya imamu huyo ni mfano kwa ajili yetu. Moyo ukaangamia ulio adui wake na ukafanikiwa ule unaodhihirisha mapenzi yake kwa matendo, na unashika na kufuata ipasavyo imani na hulka na ushujaa na uchamungu na sifa zote za mapenzi ya Allah alizokuwa nazo, kama kioo safi kinavyoonyesha akisi ya mtu mzuri anayesimama mbele yake. Watu hawa wamejificha na dunia na hakuna anayethamini heshima yao isipokuwa wale walio miongoni mwao. Jicho la dunia haliwezi kuwatambua, kwani wako mbali na dunia. Hiyo ilikuwa sababu ya kuuawa shahidi ya Hussein, kwa sababu alikuwa hakutambulika. Je, dunia imewahi kumpenda mtukufu fulani katika zama yake kwamba ingempenda Hussein?
ilmuradi jambo hili ni la kukosa imani kwamba Hussein afedheheshwe na mtu anayemdharau Hussein au mtukufu mwingine aliye kati ya maimamu watukufu, au kwa neno lolote anawabagua, yeye anapoteza imani yake, kwani Mungu anakuwa adui wake yule anayewapinga wateule na wapenzi wake. Basi inawezaje kwamba baada ya kusikiliza hayo yote tena isemwe kwamba Masihi Maud salam hakuwa na mapenzi ya kizazi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kama alivyopenda yeye, hakuna awezaye kuwa na mapenzi ya namna hii. Na hayo ndiyo asemavyo Masihi Maud sallallahu alaihi wasallam. Lakini pale mashia walipopita kiasi, yeye akawafahamisha uhakika, na pale masuni waliporuka mipaka akawaambia vile vile kwamba wajirekebishe. Na hiyo ndiyo kazi ya hakimu mwadilifu, na Mwenyezi Mungu akamtuma ili asambaze mafundisho sahihi ya Islam na ayastawishe vizuri. Lakini hata hivyo madhehebu haya mawili ambayo ni makubwa yanaendelea kuwakaribia wa Ahmadiyya na yanatuzulumu sisi. Lakini sisi tunatakiwa kufanya subira na tunatakiwa tuendelee na shughuli zetu ambazo tumekabidhiwa, na kwa ajili ya kuzitekeleza tumefanya bayati ya Masihi Maud sallallahu alaihi wasallam ya kwamba tuusambaze Uislamu wa kweli duniani na tuweke mbele yetu mfano ambao Imam Hussein akatuudisha. Masihi Maud radhiyallahu anhu alisema katika ubeti mmoja kwamba wao wanawafanyeni Hussein na wenyewe wanajifanya kuwa Yazidi. Biashara hiyo ni rahisi sana, hivyo muache maadui waendelee kurushia mishale. Basi kujitolea kwetu hakutapotea bure. Al-Masih Maud al-Salam alisema kwamba safari hii matokeo yatokayo yatakuwa tofauti na yale, kwani Mwenyezi Mungu amekwisha andika tayari kwamba tutapata ushindi. Hivyo safari hii ushindi utapatikana kwa wale walio na sifa za kihuseni inshallah, na ushindi ulio wazi utapatikana na maadui inshallah watashindwa vibaya. Basi yatupasa kwamba siku hizi, hasa katika mwezi huu na muda wote vile vile, na kwa kuwa siku hizi upinzani dhidi yetu umepamba moto nchini Pakistan, tufanye maombi mengi, tusome durud sharif, na jinsi tutakavyoelekea kwa Allah kwa moyo wote, Mwenyezi Mungu pia atatujalia ushindi na ufaulu. Siku hizi hasa tuwaombe Waislamu wengine vile vile madhehebu ya Kiislam yanayoendelea kuuana. Na katika mwezi huu haswa tarehe 10 inapofika, historia inatuambia kwamba katika maeneo mbalimbali ya mashia yanatokea mashambulizi, kisha watu wengi wanauawa shahidi, na mauaji hayo yanatokea kwa jina la dini. Allah awajalie akili na mwaka huu tusipate taarifa ya namna hiyo kutoka nchi yoyote kwamba Waislamu wamewaua Waislamu wenzao, na waweze kutambua uhakika huu kwamba ushindi wa Islam ambao Mungu ameukadiria kutokea utapatikana kwa kumpitia Masihi Maud sallallahu alaihi wasallam pekee. Na waelewe hilo kwamba ikiwa tunataka kufanikiwa, basi tuje katika bayati ya imamu wa zama. Mwenyezi Mungu awajalie wote. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر